Na mtazamaji wa Simamia TV, karibu katika kipindi cha mjadala, na kama ilivyoada mimi ni Mwafrika ndipo na Uncle G katika uchambuzi. Lakini leo hii pia tuna muendelezo ule wa kuangazia hali inayoendelea pale nchini DRC Congo. Lakini kwa sasa Uncle G, leo kidogo inawezekana tukawa na mgeni wa tofauti, lakini pia tutaangazia na hizi nchi za Afrika Mashariki na Kati kuhusiana na hii vita ambayo inaendelea, kwa sababu wengi wameona kama ni vita ya kiukanda. Uncle G, karibu, uwanja ni wako. Asante. Siku ya leo nisingetamani niwe mchambuzi sana kwa sababu ya pengine sauti yangu, lakini pia tuko na mgeni ambaye atashiriki katika kipindi cha leo kwa njia ya simu. Huyu anaitwa Isaac Kasago. Yeye anapatikana pale Mwanza, lakini ni mzaliwa wa hapa Kabanga. Kwa hiyo yeye pia ni mtaalamu wa kuchambua masuala kama haya. Kwa hiyo tutakuwa naye kwa njia ya simu, ataweza kuchambua na tutamsikia, lakini tutamhoji maswali kadha wa kadha juu ya mwenendo ama kinachoendelea katika mzozo ambao unaendelea pale nchini DRC. Sasa tumtafute kwa njia ya simu hapa tuweze kuzungumza naye moja kwa moja ili aweze kushiriki katika kipindi hiki. Na Mwafrika, naamini hata wewe pia una mengi ambayo unayafahamu kuhusiana na vita ambayo inaendelea pale Kongo. Na sasa naona tayari yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza. Nimkaribishe. Hello. Habari bwana Isaac Kasago. Chakubanga kutoka Kabanga pia. Sawa. Sasa karibu sana kwenye mada yetu ya siku ya leo, ambapo tunaangazia hali ya vita inayoendelea katika nchi ambayo pia iko katika umoja huu wa Afrika Mashariki pale DRC Congo. Wewe kama mtu ambaye unafuatilia kinachoendelea pale, unazungumziaje kwanza hali iliyopo kwa sasa? Kwanza kinachoendelea sasa hivi, ndio naona kidogo raia wa Kongo wametukuka macho, walikuwa wamelala. Ndio Sasa hivi wametukuka macho, wako kazi, na ndio maana na mashambulio wanayofanya ni makubwa. ndio Lakini mtazamo wa vita hii umekuja kuingiliwa na mchanganyiko wa watu wengi. sasa Juzi ile huyu mkuu wa majeshi wa Uganda amekuja majeshi Ituri pale na magari 12. No, anadai kwamba naye ana sehemu ya Rwanda, sehemu ya Kongo. Kitu ambacho kinakuja kuleta msukumo mkubwa ambacho tunaomba nchi Afrika isimame kama watetezi, hadi mnyonge kuna mezani na mnyonge mnyongeni haki yake mpe. Sasa East Africa iliangalia kama ile zoezi la kwanza la ulinzi wa usalama nchini, ilitume jeshi ambalo litasaidia Kongo kufukuza hao watu kutoka nchi za nje wanaokuja kuvamia wale watu. Kwa maana hiyo bwana Isa, Ndio. tumeona Burundi wametoa tamko. Ndio. Wanasema wamekuwa na mazungumzo na Rwanda tangu mwaka 2020. Na inaonekana kwamba Rwanda inatengeneza baadhi ya watu ndani ya Burundi kuweza kutekeleza vita ili ionekane ni Warundi kwa Warundi wanagombana, ili hali kwamba anayeandaa mazingira hayo ni Kagame. Lakini mpaka sasa hakuna mabadiliko yoyote, licha ya kwamba Kagame alituma wawakilishi wake kwenda kuzungumza na rais wa Burundi, lakini bado walichokizungumza Burundi inadai bado hakijatekelezwa. Na Burundi wameshatamka kwamba endapo Rwanda hatosikia watafunga, watakuwa hawana nafasi tena ya mazungumzo, na kitakachofuata wataingia kwenye vita, kwa sababu kwamba pengine vita ambayo inaendelea Kongo inaonekana kama vile Rwanda inataka kuizunguka Burundi ili iweze kuipiga. Lakini anasema pia kwa Burundi kuna sehemu ambayo ni karibu kuweza kuipiga Rwanda. Na bado pia kuna baadhi ya wachambuzi wanasema
Mpango wa Rwanda ni mpango ambao pengine Rwanda inatamani ichukue sehemu ya Kongo, na wakati huo ichukue sehemu ya Burundi, kwa sababu inaonekana sasa hivi Rwanda ina eneo dogo. Kwa hiyo inatumia mbinu ya vita ili pengine mfano kama sehemu ya Kongo ambayo imeshikiliwa na hawa M23 waweze kujitangazia kama taifa lililo huru, ili baadaye pia waweze kutengeneza muungano, iwe ni Rwanda imeungana na ile nchi wakiwa wameshajitoa kwenye Kongo. Sasa hili wewe unalizungumziaje? Hili ninachozungumzia ni kutaka Afrika tusimame, tujue madikteta ambao wanatumiwa na nchi za Ulaya. Mmoja wapo akiwa Kagame Museveni. Kwanza itambulike Rwanda ni nchi maskini, haina mbele wala nyuma, hata sehemu ya kuchimba, hata dhahabu kidogo iende kuuza. Lakini Rwanda imetambulika kwamba ndio inauza dhahabu, ndio inauza kahawa ya Burundi. Kahawa ya Burundi inazunguka mpaka bandari ya Mombasa, mpaka Pamba, inarudi na teremka Rwanda. Rwanda inapiga chapa kwamba ni mali kutoka Rwanda. Kwa hiyo anaishi kwa mgongo wa kutaka kuingia nchi zingine. Tuseme Rwanda imetumika kama nchi ya kunyanyasa watu wengine kwa kutumia vyombo vya dola kupitia nchi za magharibi ili aweze kukandamiza nchi zile ambazo hazina uwezo. Sasa tungeiomba East Africa, tungeiomba East SADC wasimame waanzishe jeshi mpaka Kagame awajibishwe. Ni kweli kabisa, na kweli siku akidondosha sehemu yote Burundi, hiyo itakuwa cheo ya Kongo tena, Itakuwa vita ya ukanda. Na bado kuna tetesi kwamba Kagame ana mpango wa kuchukua sehemu ya Tanzania, Burundi pamoja na Kongo, na inasemekana kwa Tanzania target yake hata eneo hili la Kabanga ambalo unazaliwa liko kwenye target yake mpaka kufika eneo la Tabora. Na katika kufanya hivyo, tetesi hizo zinasemekana kuwa tabia yake imekuwa ni kupandikiza mapandikizi katika nchi hizi ambazo ana lengo la kuchukua na kuwa sehemu ya Rwanda. Pengine hilo unalizungumziaje, na mataifa haya ikiwemo Tanzania, nini kifanyike ili kuweza kuzuia hilo? Mheshimiwa, hilo hapo mimi naoelewa hili kabila la Watusi tuanze chimbuko lao kwa vile tutaenda mbali na kipindi. Sasa Chimbuko la Watusi ndio watu waliozaliwa Rwanda. Hawa ni watu kati wa kutoka Kongo, kutoka Somalia, kuja Ethiopia. Sasa ukiingia kila sehemu ya Tanzania, Watusi wapo, ila walikuta makabila hayapo. Kwa mfano, ukienda Arusha, Wamasai ni jamii ya Watusi. Ukija Tanzania, ukija Msoma, kuna Wakurya. Wakurya ni jamii ya Watusi. Ukija Shinyanga, kuna hawa Wakuma wanaoitwa Wamenyawa. Wanyankole. Wanyankole. Hapana, kuna Wasukuma wa kabila fulani hawa Wanyatuzu. Wanyatuzu, okay. Hao ni jamii ya Watusi. Tunaingia mkoa Kagera, ukisikia watu wanaoitwa Warangira. Wilaya nzima ya Karagwe Wanyambo. Hao ni Watusi. Ukija ninapozaliwa hapa Ngara, Ndio. kuna Watusi wachache waliokuwemo, lakini baada ya kukuta huko kuna ukabila wakanyamaza. Waliotangaza Mtusi ni wale wakimbizi waliokimbia mwaka 72 baada ya Habyarimana kumpindua na Kayibanda. Hao nimesoma nao shuleni na wengine ni maarufu. Kwa mfano, naweza nikakutangazia kuna mtangazaji mmoja wa Usingemtaja kwanza mtangazaji huyo. Ningependelea usimtaje kwa jina. nimtaje kwa jina? Usimtaje. Shukrani. Tuendelee. Kwa hiyo watu wengi ambao na wakati huyu Kagame anakuja kuikamata Rwanda, vijana wote wa Kitusi waliokuwa wanaishi wilaya ya Ngara ninaowafahamu mpaka leo, wote walichukuliwa wakaenda kupigana.
kupigana Rwanda. Ndio. Kwa hiyo hivi tawala kituki kama ulivyosikia wana kategori kana kwa jita tabako. Ikiwa ni maana ya kwamba ni itakuwa wanataka nchi tabuko, yani unataka Kongo, Burundi, Tanzania wakatengwa mikoa waunge ili iwe nchi kubwa. Ukiuliza mtu wa Burundi tabuko atakueleza makasi sasa hivi. Ndio. Sasa iliyoko ni nadhiri nchi tunazozunguka. Sasa. Tukiingia njia mzungu hata mka moja kwa moja kuja huku kwa sana mkuja wiki baraka. Wewe tunataka hizi nchi zinazozunguka kupitia East Africa iunge jeshi apigwe waondolewe kabisa ikibidi na mashtaka wawekewe. Basi kanda ya Afrika wote uwe mzuri. Lakini tumeona Rwanda inaendelea kuwekewa vikwazo na bado inaendelea kuonekana ikibaki kuwa jeuri kwamba licha ya vikwazo bado Rwanda iko imara. Pengine labda sasa Kagame na Rwanda yake ni kipi kinachompa jeuri? Rwanda imewekewa vikwazo. Lakini mali zote mambo ya kijeshi yote yanapitia Uganda. Museveni na Kagame ni mtu na mjomba. Museveni na Kagame ni watoto wote wamekulia hapa Morogoro. Jeshi kila kitu wameanzia hapa. Na wakati wanamrudisha wanampindua Habyarimana, ina maana Museveni alitumika ardhi yake kwenda kumpindua Habyarimana. Kabila akasema, yule kabila wa kwanza akasema tunakusaidia kwa masharti haya ili uje utupe hadi Kongo. Sasa kama wakamrudisha Kabila alipoona hapa kuna ambaye akakataa, wakamweka chini. Akachukua huyu Kabila aliyopo Joseph. Kabila mdogo. Huyu naye ni Kabila mdogo kwa sababu watu wanasema ni wababa mmoja, ingawa huyu ni mtoto alienda kulelewa pale kama yatima. Inasemekana sio mtoto wa familia ile. Sio mtoto wa familia ile, yeye huyu tena huyu alikuwa Tandiboi wa magari huyu. Anaibuka kuwa rais, lakini naye alikuwa anasema hata naona alishtuka kidogo, au ni mkakati mwingine walitengana na wakina Pemba. Ikabidi ajifanye kwamba anaachia madaraka, aliachia kwa anayapenda. Wamemweka Tshisekedi, sasa ndio anataka tokee nyuma tena, akimwona kabisa yeye ndiye yuko mbele moja kwa moja. Na sijui Kongo anasemaje, maana kama mimi ningekuwa mmoja wapo, kuna meli anayetumia kuja hapa Tanzania kuchukua mzigo. Hiyo meli ingekuwa inaenda kwa chuo. Kwa maana ya M23. Maana natokea nifika napeleka kwa M23. Sasa ningeomba. Kwanza kuna mambo mawili na nchi yetu inafanya makosa. Kwa sababu juzi wamekamatwa maaskari wanatokea Rwanda, wakakamatia Zambia. Sasa hivi Zambia waipita mpaka gani? Kwa sababu ni ngumu kupita Kongo. Kidogo kutokana na hali iliyopo ni ngumu kupita Kongo. Waenda kupiga Kongo. Sasa Tanzania ina mlinzi, kwa sababu hiyo kontena lazima nilipopita kuna boda. Hii boda haikucheki hiyo kontena kuna nini? Hapo ni maswali magumu kidogo. Kwa hiyo kuna mzunguko mrefu unaofanyika wa kifaida, lakini ambao baadaye ukaleta madhara makubwa. Sasa tunachotakiwa sisi tumuunge mkono Burundi. Burundi yeye ameamua kula basi, kwa sababu naelewa kifuko ana madhara, anaelewa ya upuzi yalipoambia. Sisi wenyeji wa pale ndio tunatambua, unaona mauaji yale yaliyotokea Rwanda yale. Unakuta watu watano wamechoma mkuki mmoja na binti wadogo wanatoka shuleni. Yaani tunaumia sana. Sasa hiyo nirudie tena, ila hiyo mkono East Africa ikae iute jeshi iende. Kagame hana nani lakini wakapigwa Kagame bila kupigwa Kagame au apigwa na Museveni. Usalama haupo mdogo katika kanda hii ya wale. Kuna watu wameenda mbali zaidi wanailaumu Tanzania kwa sababu viongozi ambao wanalalamikiwa kuendesha vita hii ama kuhusika na hii kinachoendelea kwa sasa, inaonekana wamekuwa wakiishi Tanzania, wamelelewa Tanzania na wengine hata kusoma Tanzania. Sasa hii inaleta maswali kwamba pengine walikuwa wakiangaliwa kufanya yale wanayoyafanya, inakuwa ni swali ambalo halina majibu sahihi.
yaani wao wamewatengeneza kama watu. Na kweli kwa utawala ule uliokimbia ule mara ya kwanza, alinyanyasika kweli, ulikuwepo mnyanyasiko. Lakini sasa umeshakuwepo utandawazi, amekamata nchi. Kwa nini asiendeleze nchi yake, aanze kwenda kutafuta chokochoko kwa wengine? Sasa ndio mwaka 72 alikuwa rais mmoja anamuita Masheri Mchombero wa Kumi. Aliwahi kuja kujua maisha ya baba yake. Kana na manyo tulipigwa mabomu mpaka kwenye mpaka kafanya pale katika kumwendo pale. Kumwendo na babata. Kitokea Burundi. Wakaweka daraja watu tukimbizwa mpaka barabara Burundi. Maneno kule wakakimbizwa jeshi likalia. Ndio kwa sababu yake kwa ndogo. Kwa sababu ndio mwika katikati huko. Kwa hiyo chipuko hilo ilikuwa inaisha kabisa Burundi ndio salama. Hivi ndio mambo Burundi. Burundi imekulia Burundi kisha tumetembea kichapa ilikuwa sehemu yenye raha kulikuwa hata vikundi. Sasa ilikuwa mshahara. Lakini sasa hivi imegeuka kuwa jehanamu. Sasa kazi ya kufanya ni East Africa. Tare imuone Kagame, imuone na Museveni. Huwezi kutoka Museveni, utoke huko ukakamata nchi ya Rwanda, wanajiita kuna wahima wa Rwanda. Kama ukawaambia wao wanajua ni wao, sio wapeleke kwao, watoke kwenye nchi ya watu kama ni wao, watang'ang'ania nchi ya watu. Ni sahihi, ni kwamba mkaribisha mgeni halafu anataka awe mwenye nyumba. Ndivyo hiyo, hata Burundi ndio wao wakaribisha. Mimi kwa kikazi Burundi. Nakupa historia wa mpaka kuingia Burundi, watusi kuingia Burundi mpaka kwa. Hiyo nchi ilikuwa ya watu. Amina. Sio jina zuri, unaona pia wao. Kwa sababu asili yao huwa wanakuwa kifua kikuu. Asilimia kubwa Wanyarwanda katika 100 huwa wana vifua vikuu. Kwa hiyo kazi yao ni kutema mada ya watu. Kwa hiyo bila kujali mtu ni kitu cha siri kama mtumishi wao. Sasa wazungu walipoingia pale wakakuta watusi wana ng'ombe, wana mayai, kwa wakajua mtu alikuwa ni kupika mayai, akikamata mayai anapeleka kwa mtusi kununua nini? Kupata maziwa ya kupikia mboga. Hicho ndicho chanzo cha utu ulipoanza. Mimi nikushukuru Bwana Chakubanga. Umetupa madini ya kutosha kuhusiana na kinachoendelea Kongo, lakini wakati mwingine nitakutafuta ama tutakutafuta sisi Simamia TV ili uweze kutoa uchambuzi wa mambo mengine, lakini hili pia ambalo umetuahidi, nadhani hata mtazamaji anatamani kufahamu chimbuko la Watusi kama ambavyo ulielezea. Kwa tutatafuta siku nyingine pia uweze kutupa kwa undani zaidi chimbuko la Watusi. Ndio. Nikutakia wakati mwema. Huyu ni Chakubanga. Chakubanga, afu sikujua maana yake Chakubanga ni nini. Pengine wakati Chakubanga ni mwangaikaji, Chakubanga ni mtundu, Chakubanga ni nani, mstaarabu au ni mtu wa aina gani mkarimu. Hii na kwa hapa Kabanga huyu ni mtu wa pili nasikia anaitwa Chakubanga. Kuna Chakubanga mwingine ambaye yupo
mtaani tunakutana naye, na huyu pia ni mzaliwa wa hapa Kabanga, ila niliwahi kuzungumza naye nje ya kamera. Akanielezea ni kijana ambaye of course sio kijana wa umri wetu, ni umri umeenda kidogo, lakini umri wakati lakini pia amepitia shughuli mbalimbali, hasa kuwa chanboy wa magari makubwa haya. Kwa hiyo anapoizungumzia Burundi anaielewa kiundani, kwa sababu ameanza miaka hiyo zamani kidogo, lakini pia kama ni Rwanda ameitembea yote akiwa chanboy kwenye magari na pamoja na Kongo. Kwa hiyo hata ukizungumzia tuseme hii Afrika Mashariki yote anayo kwenye kichwa chake, kwenye kutembea na kuiona. Ndio maana nakwambia kwamba kama Kinshasa ni facility zaidi, inawezekana ikawa zaidi palikuwa pazuri enzi hizo, lakini baada ya kuchafuliwa na vita unaonekana ni kubaya, na ameenda Uganda, ameenda Kenya. Kwa hiyo ana mambo mengi sana ya kuzungumza, na naamini tutakuwa naye kwenye vipindi vingi, tutakuwa tukichambua naye mambo kadha wa kadha, lakini natamani pia hiyo ya asili ya Utusi siku moja tuje tuzungumze naye kwa ajili ya kupata ufahamu zaidi. Kwa hiyo nadhani cha kubanga yuko vizuri, tumsikiliza vizuri, labda kama cha kumalizia tufunge kipindi sasa. Okay, Uncle G, nadhani cha kumalizia ni kwa mtazamaji wetu sasa Simamia TV. Simamia TV tumekuwa ni watu tofauti zaidi inapokuja kwa swala zima la branding au kumbrandi mtu na biashara yake. Unakumbuka Ngara Avocado Garden, namna ambavyo tunaendelea kwa branding na tulisha branding mpaka naamini kila mtu anaona matokeo yaliyopo kwa sasa. Kwa hiyo kwa mtazamaji ambaye ni mjasiriamali, mfanya biashara, usizarau biashara ni biashara tu yoyote. Kama una shule yako, una kitu chochote ambacho saluni, usizarau. Yaani una biashara yoyote, unauza samaki, nini, una duka, supermarket, wewe tuambie Simamia TV, tutakutangaza biashara yako, na naamini kwa namna ambavyo tumekuwa tunafuatiliwa vipindi vyetu na watu mbalimbali walipo ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na maanisha kwamba uko gaibuni bado utapata wateja, maana kuna watu ambao wapo nje ya Tanzania lakini bado ni makazi ni wazaliwa wa nchini Tanzania. Asante mtazamaji, mimi ni Afrika, nilikuwa na kujia kitu tumemsikiliza mchambuzi wetu kwa leo alikuwa Mr. Chakubanga kwa jina maarufu huyo, ambaye Isaka Bemo sasa yuko Mwanza bila shaka. Kwa hiyo mtazamaji, na unaweza kuweka maoni yako kwa tuambia hapo chini.